Bana, mambo ni yanazidi kupamba moto. Glory, Glory, Glory. Glory bara anamuonesha Gamba kitu ambacho Gamba yeye mwenyewe hakukitarajia kukiona kwa binti huyo mdogo wa miaka 21 tu. Gamba anaanza kupata mwanga. Ni nini kilichopelekea uadui kati ya mzee Mashushu pamoja na yule ambaye sasa hivi ni marehemu Gumbo? Sasa nini ambacho Gamba atakifanya? Nikakwambia usikose katika sehemu ya 5. Hatimaye mzigo huu hapa, sehemu ya 5 kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Ebare, karibu ndugu yangu. Gamba, mimi ni wamemuua mjomba wangu, wakiamini ya kwamba vita ni wameishinda. Wanaamini ya kwamba wanakwenda kutawala wao kwenye hii biashara, ila wamekosea. Wananiona mimi ni mjinga, wananiona mimi wa kawaida, sina uwezo, wananiona mimi ni maskini, sijiwezi na sitofanya chochote. Wananiona mimi ninaishi kwa kusubiria msaada wa pesa zao, ila wasichokijua mimi nakwenda kuwa queen wa hii biashara na nitakwenda kuwaangusha. Watakuja kunisujudia na kuniomba msamaha. Kaa uone, utashuhudia show ambavyo itakavyokuwa, na utakuwa ni mpenzi mtazamaji tu. Yashika maneno yangu Gamba. Naam, Glory alizungumza kwa msisitizo huku akimkazia macho Gamba. Glory alivaa miwani yake mikubwa ambayo miwani hii alikuwa ameivua ili kuweza kufuta machozi. Alijikung'uta pale mchanga kwenye gauni lake na kisha alianza kutembea kuelekea lilipokuwa gari, na akamfanya kijana Gamba abaki anamshangaa Glory, kwani ujasiri ambao ameuona ndani ya Glory hakuwahi kufikiria kama ana ujasiri wa aina hiyo. Gamba aliminya remote ya funguo ya gari aliyokuwa ameishika na milango ya gari kafunguka, na hapo ndipo Glory akapanda na kukaa siti ya nyuma. Gamba aliingia ndani ya gari na taratibu akafunga pale mkanda wa siti aliyokuwa amekalia. Ukipenda unaweza kumueleza yule mchawi. Samani, unasema? Gamba alizungumza huku akigeuka na kumtazama Glory. Unaweza kumueleza mamaangu, yule mamaangu mkwe, ili akae kijua kwamba vita walioitengeneza inakwenda kuwa ni kubwa, japo kwa sasa wanasherehekea ushindi. Ila fikiria nilichokueleza. Doka, ni sawa. Gamba aliwasha gari na wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu. Mpigie wifi yako, umuulize kama ameshatoka. Naam, Glory alitafuta namba ya Juliana na kisha akampigia. Wifi, habari yako? Salama tu, vipi? Mmeshamaliza? Ndiyo. Okay, sasa mimi bado. Sasa mwambie Gamba akurudishe nyumbani na kisha aje mimi kunichukua. Sawa wifi. Glory alikata simu hiyo. Juliana akasema unirudishe nyumbani na kisha ukamchukue. Okay, sawa. Naam, ukimya ulitawala ndani ya gari hilo huku kila mmoja akionekana anawaza lake. Walifika nyumbani na Glory alishusha pale pumzi nyingi mno huku akiwa anatazama jumba la kifahari la mzee Mashushu. Gamba, fikiria nilichokuambia, au fanya uchunguzi, ukijua ni kweli basi unaweza kufanya maamuzi. Nimekuelewa Glory. Glory alifungua pale mlango na kisha alishuka na Gamba kaondoka eneo hilo huku akiwa anayetafakari sana maneno aliyokuwa ameyazungumza na Glory. Naam, kijana Gamba ilibidi sasa arudi mpaka kule kwenye ofisi aliyokuwa amemwacha Juliana.
Alipofika pale ilibidi aanze kumsubiria Juliana aliyopo kwenye kikao cha kibiashara. Baada kama lisali 1 na dakika 20, Juliana alitoka na moja kwa moja kaingia ndani ya gari. Gamba, nimekusubirisha eh? Usijali, ni kazi yangu. Pole mwaya. Aisen na njaa. Tupitie hapo basi Sinza, kuna mgawa pale huwa wanapika chakula kizuri mno, napenda chakula chao. Na okay sawa. Juliana ilibidi amwelekeze Gamba hadi eneo ulipokuwa huo mgahawa. Twende wote. Gamba alimtazama Juliana kwa sekunde kadhaa na kisha walishuka pamoja na kisha wakaingia ndani ya huo mgahawa. We Juliana wewe. Ni wewe kwani? Ndio mimi mama, shikamo. Marahaba jamani. Umekuwa mdada. Nashukuru mama, vipi bado unafundisha? Mimi nimesha staafu huu mwaka. Sawa, mimi nipo mama. Aise, umekuwa ni mdada mkubwa sana. Nashukuru mamangu. Haya, mimi ndo natoka. Basi acha mimi nikulipie mamangu bili yako. Nashukuru sana. Alafu nipatie namba yako mwanangu. Juliana akakabidhiwa pale namba ya simu na huyu mwanamama na kisha akamwandikia pale namba ya simu. Na kutumia hapo message ili uweze kuipata namba yangu. Sawa mama, nashukuru. Haya, asante, ubarikiwe mwanangu. Juliana akamlipia mwanamama huyo chakula alichokuwa amekula katika huo mgahawa na kisha aliondoka na Juliana akaelekea pale alipokuwa amekaa kijana Gamba. Gamba? Yule ni mwalimu wangu wa English sekondari. Na okay sawa. Unajua yule mama alikuwa ananipenda sana. Na ndio maana haijakuwa shida mimi kunikumbuka. Somo lake nilikuwa nafaulu vizuri darasani, sikwambie mtu. Na okay. Walichagua chakula wanachokihitaji na wakahudumiwa. Gamba, mbona kama vile unaonekana huna raha? Kwani walipokukamata walikutesa ama? Hapana, walinioje tu kawaida. Ila hawajakutesa. Kuna jambo mimi naomba nikuambie kama hutojali Gamba. Na kusikiliza Juliana. Nimeufanyia kazi ule ushauri wako. Na okay sawa, ni jambo zuri. Ila nisiwe muongo Gamba. Unajua mimi nimetokea kukupenda Gamba. Sihitaji kutumia pesa au mali za wazazi wangu. Naomba uwe wangu. Mimi nakweli nitakuwa mwanamke mwema kwako. Nitakuwa mama mzuri kwa wanao. Kwa nini mimi? Mapenzi ni kama hewa. Yanakuja tu automatically pale unapoivuta hiyo hewa. Gamba, mimi nimevutiwa kweli na wewe. Mimi sijakutamani kama nilivyokuwa nafanya kwa wanaume wengine. Nitakuwa mtifu kwako na usinione mimi kama malaya kwa kukwambia kwamba nakupenda. Hizo ni akili za kipuuzi pale mwanamke anapozungumza hisia zake na yule anayeambiwa akaona kama huo ni umalaya. Mimi nimekuelewa. Ila nitahitaji kupata ushauri wa kichwa changu kwanza. Sawa, mimi nakupa muda wa kutosha kwenye kunifikiria. Lakini take it, niko very serious kwenye hili. Wala hata usijali. Naam, walimaliza kula na kuondoka eneo hilo la mgahawa. Kuna mahali nahitaji tupitie Gamba. Ndio okay sawa. Walisimama kwenye duka kubwa la nguo. Gamba, nahitaji nikuchukulie mavazi. Juliana, hili swala na kuomba tulipeleke taratibu. Kama ni mavazi mimi nitavaa. Kwa sasa sikuhitaji ufanye kitu chochote kile cha kuweza kunishawishi. Nahitaji kukupenda wewe kama wewe jinsi ulivyo. Na sio unipatie zawadi hata ya pipi. Mimi mwanaume ninayejitambua na sio wale handsome boy vinavyosubiria pesa ya mwanamke. Na ndio maana nimeamua kufanya kazi ya houseboy kwenye familia yenu. Hivyo kuwa na amani. Mimi ni muelewa. Sawa? Sawa Gamba. Nashukuru kwa hilo kama umenielewa. Naam. Aise Gamba anakuwa ni mpuuzi kweli yani. Mwanamke anataka kumnunulia nguo alafu yeye anaringa. Bahati hiyo ningeipata mimi Uncle Jay nakwambia. Huyo mwanamke angeninunulia mpaka box anakwambia, sio tu nguo za nje.
ningemwambia mpaka chupi aninunulie. Gamba, naomba usiwaeleze wazazi wangu tulioyaongea. Wala hata usijali. Mimi sio mtoto wa kiwango hiko ya kwamba niende nikawaambia wazazi wako. Nashukuru. Juliana alishuka ndani ya gari na Gamba akamsindikiza kwa macho tu binti huyu, kwa sababu ni mwanamke alikamilika kila idara kwa uzuri. Sijui ni kwa nini Gamba anataka kujifikiria kwa huyu mwanamke. Nye, atokee shabiki yangu mmoja mzuri mweupe mwenye mshepu fulani hivi umbo namba 8. Aje niambia ngoje nakupenda uone kama nitakufikiria. Sikufikiri ndugu yangu. Chapu kwa haraka na kukubalia na nitakudinya na mimba juu nitakupa. Mbona haya ni maajabu? Gamba alizungumza huku akishuka ndani ya gari. Ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yake. Aliusoma ujumbe huo na kisha akaelekea katika chumba cha kujisomea kilichopo ndani ya nyumba hiyo. Moja kwa moja akasimama kwenye shelf ya vitabu, akatazama pale vitabu vilivyokuwa vimepangwa eneo hilo. Gamba alivuta kitabu kimoja na kisha akaelekea kwenye meza. Akafungua kitabu hicho, akaanza kufuatisha alama za maandishi yaliyozungushwa kwa alama ya penseli. Alishusha pumzi taratibu kijana Gamba, huku akianza kufuta alama hizo kwa ufutio. Akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akarudia kusoma maandishi hayo yaliyounganisha na kisha akatoa ujumbe usemao, Disemba 9, rais lazima auawe na kazi ni yako. Gamba akakirudisha kitabu hicho sehemu alipokuwa amekitoa na kisha akatoka ndani ya hiko chumba. Alimkuta Mama Jo akiweko sebleni. Gamba, ndio mama. Safari yenu imekuwaje? Mama Jo alizungumza huku akimtazama Juliana aliyekuwa amekaa katika sofa jingine huku akiwa anachezea simu yake. Mama, safari imekuwa ni nzuri. Sawa. Mama, tunaweza tukazungumza? Hapo Juliana alimtazama Gamba kwa jicho la kushangaa. Kuna kiasi nahitaji unikopeshe kama hutojali. Sawa, tuongee. Au unaogopa kuzungumza mbele ya Juliana? Ni binafsi mama. Haya, sawa. Wakatoka nje na kusimama eneo ambalo sio rahisi kwa mtu kuweza kusikia maneno yao. Juliana kwa haraka akakimbilia dirishani, akawa sasa anaanza kuchungulia. Ndio Gamba. Na kusikiliza sasa, uniambie. Ujumbe kwenye kitabu. Ndio, inabidi tumuondoe yeye. Kwa nini unataka tumuue Mheshimiwa Rais? Kwa sababu huyu Mheshimiwa Rais anakwenda kuwa kikwazo kwetu. Nguchiro ameshaanza kumsumbua mume wangu kwenye biashara zake. Na jeuri hiyo yote Nguchiro anaipata kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Itakuwaje kama Madam Rahabu akifahamu hili jambo? Rahabu hataweza kujua. Inaweza kuwa ni hatari sana endapo akifahamu kama sisi tumehusika kwenye kifo cha mume wake. Gamba, wala hata usijali. Mimi naandaa mazingira. Najua shabaha yako. Inabidi kuua ukiwa uko mbali. Okay, sawa. Na vipi kuhusu Glory? Hana jipya Glory, zaidi tu ya kuweza kujilizaliza tu kwenye kaburi la Joe. Yule mtoto ni mnafiki sana yule. Kwa nini madam? Ila macho yangu bado yanaendelea kumtazama kwa umakini. Naweza nikakuuliza kitu? Uliza. Gumbo alikuwa na kisasi gani na mzee hadi kufikia hatua ya kutaka kumuua mzee? I say, Gamba, nikwambie tu ukweli. Ni kisa kirefu sana. Ila ni masuala tu ya kibiashara. Okay, sawa. Wakati wakiwa hapo, simu ya Gamba ilianza kuita. Naona mzee ananipigia. Mpokelee. Mzee. Gamba, uko wapi? Niko nyumbani. Okay, sawa. Hebu njoo hapa kwa Don Rafael. Sawa mzee. Ananihitaji mzee niende kwa Don Rafael.
Sawa, ulikuwa unahitaji kiasi gani cha pesa? Hapana, sihitaji pesa. Ilikuwa ni njia ya kukutoa pale sebuleni. Haya, nenda kwa mzee. Hakuna shaka madam. Gamba aliingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo. Simu ikaanza tena kuita. Yes, hello. Usijue kaniambia kwamba umemweleza mama. Hii namba yako au? Ndiyo. Nimekwambia mimi ni mtu mzima na sijamweleza mama chochote. Sawa Gamba, ulikuwa na shida shilingi ngapi mimi nikupatie? Usijali, mama ameshanitatulia tatizo langu. Lakini Gamba, si ungeniambia mimi ningekupa. Juliana, naamini nilichokueleza ulikuwa umekielewa. Sawa, nimekuelewa. Naendesha gari, baadaye tutaongea. Na okay, poa. Hey, Gamba, yaani mwanamke anataka kukupa pesa unakataa? Wanaume kama wewe ndugu yangu walishakufaga enzi hizo kwenye vita ya majimaji. Gamba bwana akakata simu. Ndani ya muda mfupi Gamba alifika nyumbani kwa Don Rafael. Moja kwa moja akaelekezwa walipokuwa mabosi hao. Gamba, karibu sana. Nashukuru mzee, heshima yenu. Tunashukuru kijana, karibu keti. Asante sana. Gamba, pole sana. Nasikia kwamba Nguchiro amekutesa. Don Rafael alizungumza huku akimtazama Gamba machoni mwake. Gamba akasema ndio. Alinitesa, alinipiga shoti kadhaa mwilini mwangu. Na hujasema kitu, si ndio? Sasa mzee Mashushu, mimi nakwambia hapa umepata jembe. Nasikia ulikuwa una uchungu wa kumfunza adabu yule Nguchiro. Ni kweli. Ila mzee Mashushu hapa amenituliza. Hivyo nimeachana hilo wazo. Sasa njoo nikuoneshe kitu. Njoo. Don Rafael alizungumza huku wakasimama, wakawa wanazunguka nyuma ya nyumba yake, wakaingia katika nyumba nyingi. Gamba alishangaa kumkuta Nguchiro akiwa amekaa kwenye kiti cha chuma huku akiwa amefungwa mikono na miguu yake, huku kiti hiko kikiwa kimeunganishwa na nyaya za umeme. Nguchiro, yule kijana uliyemtesa ni huyu Don Rafael alizungumza kwa kujiamini huku akimtazama Nguchiro aliyekuwa anamwagikwa na damu nyingi shavuni mwake alipokuwa amechanika kwa kupigwa na ngumi nzito. Kijana uliyemtesa na kumpiga shoti za umeme ndiye anayeweza kuamua hatima ya maisha yako. Akisema kusamehe atakusamehe, akisema ufe basi utakufa mikononi mwake. Chukua hii. Naamini inaweza kufaa kwa zoezi hili. Don Rafael alizungumza huku akimkabidhi Gamba bastola iliyotengenezwa kwa dhahabu. Gamba alimtazama mzee Mashushu aliyekuwa ameshika glasi ya whisky akiendelea kuishusha taratibu koni mwake. Ni kolo yako. Gamba alimtazama mzee Nguchiro aliyekuwa amebakishwa na boxer tu na kumfanya mzee huyu aanze kutetemeka kwa uoga huku machozi yakimmwagika na hofu ya kifo ilikuwa imemtawala, kwani kwa alichomfanyia Gamba basi anajua kinachofuata kwake ni kifo. Bana, mambo ni yanazidi kupamba moto. Mama Joe ni nani na kwa nini anampa Gamba kazi ya kwenda kumuua rais? Lakini pia Nguchiro yuko mikononi mwa wauza madawa ya kulevya. Bana, Gamba amepewa kazi ya kumuua Nguchiro. Rais atamuua? Watabu hapo. Unaambiwa Nguchiro alianza kumwagikwa na machozi. Mkono ulikuwa unamtetemeka. Kitendo kilichowafanya mzee Mashushu pamoja na Don Rafael kuanza kuangua kicheko cha dharau. Naomba usiniue. Niko chini ya miguu yako. Nguchiro alizungumza huku akilia kwa kujutia. Hofu ya kifo ilikuwa imeufanya ujasiri wake wote kumondoka. Unajua, tulitaka kumwonyesha kwamba kwenye hii nchi tuna nguvu kuliko hata huyo rais anayemtegemea. Don Rafael alizungumza kwa kujiamini mno. Gamba akamuuliza mzee Nguchiro, ukipewa nafasi ya kuishi nini ambacho utakifanya? Swali la Gamba lilimfanya kila mtu akae kimya. Mimi hapa na hapa, haki ya Mungu, sitowafuatilia tena hata nitumwe na nani, na kuahidi kwa jina la Mungu wangu na ananiona,
sitofanya nilichowafanyia. Ni kiburi tu ndo kimeniponza. Ngochiro alilalamika kama vile mtoto mdogo. Gamba akamfungua mzee Ngochiro kwenye hiko kiti, akamkabidhi nguo zake na kisha akamwambia, endapo utaleta shida yoyote, hutofikishwa mikononi mwa hawa wazee. Nitakuinda, nitakupata na nitakuwa wewe na familia yako, na watakaoanza wao kushuhudia kifo chako itakuwa ni familia yako. Kama sio hivyo, basi wewe ndo utakayeanza kushuhudia kifo cha familia yako, alafu mwisho wa siku wewe ndo nitakuwa. Tena sitakuwa kifo cha risasi, ila nitakuwa kwa mateso makali yatakayokuumiza mwili mpaka roho. Gamba alizungumza kwa msisitizo na kumfanya mzee Ngochiro kujibu kwa kutingisha kichwa. Upo huru sasa kuondoka. Ngochiro alitoka nje na boxer tu huku akiwa anakimbia. Ebu vaa kwanza nguo. Gamba alizungumza kwa sauti na kumfanya Ngochiro asimame. Akaanza pale kuvaa huku akiwa anatetemeka kwa uoga mno. Ngochiro mara baada ya kumaliza kuvaa alitoka kwa kukimbia. Gamba, unahisi kumwacha huyu Ngochiro kwamba hataweza kurudia? Mzee Mashushu alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Gamba akasema, mzee, hata uwe na nguvu kiasi gani, endapo hofu ya kifo ikiwa imekutawala, huwa uwezo wako wa kurudisha hiyo vita inakuwa ni mgumu mno, hususan unapojua adui yako anajua hadi familia yako. Hivyo kuna mambo mawili ambayo Ngochiro wa sasa hivi anaweza akayafanya, na ndo ambayo anayafikiria akilini mwake. Moja ni kujificha yeye na familia yake kama anahitaji kuendelea kuifanya kazi yake, ila kama hahitaji kuendelea kuifanya kazi yake, basi atamwandikia rais barua ya kuweza kujiudhuru nafasi aliyopewa. Wewe Gamba, umejuaje hayo yote? Nimejua tu mkuu. Kwenye vita hakuna ugonjwa mbaya ambao husababisha wengi kushindwa mapambano kama hofu. Hofu hutanua mtu kama saratani. Hofu ikiingia hapa moyoni, inapanda hadi kichwani. Na kama unavyofahamu mkuu, kichwa ndo serikali ya kufanya maamuzi yote. Hivyo hofu ikitawala hapa kichwani, hata nguvu za kiume pia zinapotea. Mashushu, huyu kijana wako huyu anaonekana na akili sana. Mimi huyo namwamini huyo kwa uwezo wake wa akili. Haiko kichwa iko. Huyu inabidi mweke sana karibu huyu. Huyu atatufaa huyu. Wala hata usijali kaka, huyu ni jembe letu huyu. Wazee samani. Bila samani, unaweza kuongea. Naweza kwenda kwenye ile klabu yako ile mzee, nikutane na ule binti wa ile siku. Gamba bwana, umeshaanza kumpenda ule binti ule? Umeanza kumpenda bwana? Hapana mzee wangu Rafael. Kidogo tunataka ni kandwe kidogo mwili wangu. Huyu msenzi alinipiga shoti za umeme zamana sana. Sawa. Wewe ukifika sema tu Doni kaniagiza. Unampata yule binti bwana, Nashukuru sana Don. Vipi, mzee Mashushu, naweza kwenda? Wewe kijana, nenda kafurahi bwana kijana wangu. Usipofurahi sasa hivi hakuna nyakati nyingine za kufurahi kwenye hii dunia. Nashukuru sana mzee. Naam, kweli Gamba aliondoka eneo hilo na kisha alianza safari ya kuelekea kwenye jengo kubwa la klabu. Haikumchukua muda, alifika kwenye klabu ya Don Rafael. Alishuka ndani ya gari na kuingia katika hilo jengo. Karibu. Mwanamama aliyekuwa amekaa eneo la mapokezini alimkaribisha Gamba. Nashukuru, nimeagizwa na Don. Kuna ujumbe na upeleka huko juu. Sawa. Nimeelezwa utafika kwa maneno nilikuwa nakusubiri. Gamba akapandisha ngazi za gorofa na akafika kilipokuwa chumba cha msichana aliyekuwa anataka kukutana naye. Akasimama kwa sekunde kadhaa mlangoni hapo na kisha akagonga. Mlango ulifunguliwa na msichana huyo aliyevalia tu nguo ya ndani pamoja na sidiria akatoka. Gamba aliingia bila hata kukaribishwa. Yaani wewe tena umekuja, si ndio? Unaendeleaje? Kama unavyoniona nazidi tu ng'ara. Niambie umekuja kiwema au kishari? Nimekuja kwa wema. Na karibu. Msichana huyo taratibu alianza pale kumvua nguo Gamba.
akabaki kama alivyozaliwa. Akamsukumia kitandani na taratibu binti huyo akapanda na kuanza kumnyonya jogoo wa Gamba. Gamba alijikuta anatoa raha za miguno. Niambie mpenzi, unatakaje? Nije kwa juu ama? Ndio. Gamba alijibu na taratibu msichana huyo akaitoa pale nguo yake hii ndani na sidiria, akambalisha Gamba kinga na kisha taratibu akaukalia. Uso wako unaonyesha dhahiri shairi umekuja kunipeleleza. Sio tu kukupeleleza. Nataka unijibu maswali yangu. Uliza. Msichana huyo alizungumza huku akiendelea kumkatikia Gamba. Yaani hapa wanaongea huku wanadinyana. Msikilizaji, ukitaka kuamini utamu huu, basi wewe sikiliza simulizi huku ukiona dinyana. Raha sikwambia mtu. Yaani huku unadinywa, huku unasikia story ya Gamba. Wewe raha nye. Kwa nini ulimuua Gumbo? Hilo swali lipo nje ya uwezo wangu, siwezi kukujibu. Kivipi? Ni sawa nikakuuliza ulifuata nini kwenye chumba cha Gumbo? Nani alikutuma? Unaweza kunijibu? Hapana. Okay, hivyo ni sawa na mimi siwezi kukujibu hilo swali lako. Wewe ni nani? Hilo swali nikikuuliza utanijibu? Huo ndo ukweli. Mimi na wewe ni wauaji, si ndio? Msichana huyo alizungumza huku akizidisha kasi ya kuzungusha kiuno. Uona bosi wako aliyopo nyuma ya pazia, na mimi na bosi wangu ambaye yuko nyuma ya pazia. Sasa kama unalijua hayo ya kwamba una bosi wako na mimi na bosi wangu, kwa nini unaniuliza maswali kama hayo? Kwa maana hiyo hakuna swali langu ambalo unaweza kulijibu. Nimeshakwambia sina haja kukujibu swali lako lolote. Gamba akageuka, akamlaza chali binti huyu na mtanange ukaendelea. Unaonekana una mafunzo ya hali ya juu kama ya kwako tu. Ni ajabu sana mwanamke kuweza kuhimili mikiki ya vipande vya mwanaume kama wale. Gamba alizungumza huku akimnyanyua na wakashuka kitandani kuendelea na mtanange huo, huku Gamba akiwa amesimama. Nataka kujua uliwamudu vipi wale? Niliwamudu tu kawaida. Kivipi? Sio lazima nikueleze, ila picha halisi uliona. Ila nashukuru kwa kuwa hai ili eneo la tukio, kwa sababu walishaanza kunizidia nguvu. Kweli? Ndio. Kuja kwako kulinipa hamasa ya kuweza kukuonyesha sura yangu. Sawa. Vipi lakini unaenjoy, unaifurahia? Always ya kwako ni tamu. Mpaka unamaliza mtanange wa mzunguko wa kwanza, hapakuwa na aliyeweza kutoa siri yake kwa mwenzake, huku wote wakionekana kutunza siri za utambulisho wao. Msichana huyo akatoa sigara kwenye pakti yake na kisha alianza kuvuta. Kati ya wanaume wote, wewe peke yako ndiye unaniridhisha. Kama nakuridhisha, kwa nini hutaki tuwe karibu? Gamba alizungumza huku akifungua maji ya bomba la mvua na alianza kumwagikiwa pale na maji mwilini mwake. Mimi moyo wa kupenda sina. Sidhani kama naweza nikawa na mwanaume kwenye maisha yangu. Kwenye kutoka kudhani siku moja unaweza kuamua kuwa na mwanaume tu, mbona hakuna kinachoharibika? Sitegemei kuwa na mwanaume. Naitwa Gamba. Una jina zuri. Shukrani. Na wewe unaitwa nani? Hapo Gamba alizungumza huku akiwa anatokea bafoni. Alichukua taulo na kisha akaanza kujifuta mwilini mwake. Akapanda kitandani. Hivyo unajua sigara sio nzuri kwa afya yako. Ukizidisha sana ndo mbaya. Okay, sawa. Nimekuuliza unaitwa nani? Naitwa Grace. Ilo unapenda kuniita G. Gamba, Grace, double G. Unaonaje hilo? Yeah, imekaa vizuri kiasi chake.
Binti huyu G alishuka kitandani na kuingia bafuni. Alioga na kisha karudi kitandani na kujilaza pembeni ya Gamba. Ukimya ulitawala kati yao, huku kila mmoja akionekana ana haja ya kuzungumza jambo la kumweka wazi kwa mwenzake, ila walikuwa wanashindwa kutokana na usiri wa kazi zao. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Juliana akizungumza na mama yake. Mama, naweza nikakuuliza swali? Niulize tu Juliana, unaogopa nini kuniuliza? Juliana alitembea mpaka mlangoni, mlango wa kuingilia jikoni, na kisha akaufunga kwa ndani. Mama, mimi nimemweleza Gamba ukweli wa moyo wangu. Wow, ni hatua nzuri mwanangu. Ni kweli mama, ila nilikuwa naogopa sana kwa sababu alinishuhudia na yule mpumbavu. Ila kama ulishaachana naye, hapakuwa na haja ya kumwogopa. Ni kweli mama, ila Gamba anaonekana ni mgumu. Mgumu kivipi? Mama, wanaume huwa nikiwatongoza hivi, hakunaga mwanaume anayekataa mbele mwanamke. Kwanza nilitaka kumpa zawadi ya nguo, akakataa. Na nimemsikia na kuomba pesa, ila nikataka kumtumia, akakataa. Anasema anahitaji kunipenda mimi kama mimi na sio mali zangu wala chochote cha wazazi wangu. Nisikilize mwanangu, wanaume wa ukweli siku zote huwa wako hivyo. Ila vivulana vya barabarani kama ulivyokuwa unanihadithia ndio jinsi vilivyo. Wanaume vya TikTok ukivipenda, ukiwaambia unawapa pesa vinakubali. Ukiambia hivyo vinakubali. Sijui unanielewa? Vicharo barabara wa hivyo vinunulia, lakini ukimkuta mwanaume anayejielewa hawezi kukubali. Hawezi kukubali ushawishi wa pesa na vijizawadi vya nguo. Yule mnatakiwa mpendane kwanza, alafu hayo mambo mengine ndio yafuate. Mama, sasa Gamba ameniambia nimpe muda, eti nifikirie sijui. Jamani. Mimi nawaza mama akinimwaga Gamba sura yangu mimi nitaiweka wapi mama? Mbona ni aibu? Nisikilize mwanangu. Yaani wala hata usiwe na shaka. Na kila kitu kitakwenda vizuri. Mama, mimi naogopa. Wala hata usiogope. Kuwa na amani binti yangu. Mama, basi nibembelezee kwa Gamba. Kama amekwambia anahitaji kukupenda wewe kama wewe, ni wakati wa wewe sasa kuwa yule mwanamke ambaye yeye anahitaji uwe. Sijui umenielewa? Yaani uwe na zile sifa za mwanamke ambaye yeye anamtaka. Sawa mama, nimekuelewa. Hebu fungua mlango, dada anaweza kaingia huko. Juliana alitembea mpaka kwenye mlango wa jikoni na kisha akaufungua. Wifi, Juliana alizungumza mara baada ya kukutana na Glory mlangoni. Karibu, Juliana alizungumza huku akitabasamu, na Glory aliingia ndani hapo, akafungua friji na akachukua chupa ya maji huku Mama Joe akimtazama kwa macho makali mno. Glory alitoka jikoni hapo. Mama, mbona unamchukia sana huyu binti wa watu ikiwa anaonekana ni msichana mzuri tu? Mimi na damu zetu hata ziendani. Mama, ndio huo ukweli. Ila kwa sasa mama inabidi tumpende na kumjali mama. Amebeba mjukuu wako tumboni mwake. Hata kama hainifanyi mimi kumpenda yeye Glory. Sawa mama. Ila unachomfanyia mimi naamini hata Joe huko alipo hataweza kukifurahia. Juliana alizungumza huku akimtazama usoni mama yake aliyekuwa anaendelea kuandaa pale chakula cha usiku. Glory alionekana kufunga mlango wa ndani ya chumba chake, akaingia bafuni akafungua pale bomba la maji na kisha akaitafuta namba 1 kwenye simu yake na kisha akapiga. Mkuu, upo wapi? Tunashughulikia mazishi ya mzee. Mna mipango gani? Tunakusikiliza wewe mkuu kwa sababu wewe ndio kiongozi uliyesalia. Glory alishusha pumzi taratibu huku akitafakari ni nini cha kuzungumza. Okay. Sawa, sikiliza, andaa kikosi. Nahitaji kuanzisha vita kwa hawa pozi. Nahitaji safari hii tuangushe wao na ngome zao zote. Mnadhani mnanielewa? Ndio mkuu. Vita ikifika hapa nilipo, basi itakuwa ni wakati mzuri wa mimi kuweza kuwaua na watakosa pa kukimbilia. Sawa mkuu. Tuandae vijana wangapi unaohisi ya kwamba wataweza kuhimili vita hii? Sawa?
Sawa mkuu. Glory alikata simu na kuyafunga yale maji ya bomba yaliyokuwa inamwagika, na kisha taratibu akajitazama kwenye kioo. Wote mnakwenda kufa, kuungana na Joe alipolala, Glory alisisitiza huku akishusha pumzi taratibu, kwani kiu ya kisasi iliyomo ndani yake ni kubwa mno, ambayo anaamini itakwenda kuangamiza mtandao mzima wa Mzee Mashushu na washirika wake. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Gamba na Grace bado wanaendelea kuchunguzana na kila mmoja anaficha kile anachokijua ndani yake. Glory anaandaa vita ya kumteketeza Mashushu na familia yake. Je, mipango yake itakwenda kufanikiwa? Glory bana akafunga bomba linalomwaga maji na kisha alitoka bafuni humo, akafungua dirisha la chumba chake hicho kilichopo gorofani, na kisha alianza pale kupiga picha kuta zilizokuwa zimezunguka jumba hilo. Akaanza kuzituma vizuri, na kisha akazituma kwa kijana wake ili waanze mpango wa kuweza kuja, ni watakuja kwa namna gani na wanaweza kuvamia eneo hilo kwa namna gani. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Gamba akizungumza. Je, inabidi niondoke? Sawa, ila ningependa sana kuendelea kukujua. Gamba, kunijua tu jina langu inatosha. Mengine utanifahamu taratibu, ila hatuna uharaka wa kuweza kuharakisha kwa namna hiyo ambavyo unahitaji. Okay, sawa. Naam, kweli kijana Gamba alianza pale kuvaa nguo zake taratibu. Naomba simu yako. Gamba alitoa simu mfukoni na kumkabidhi Grace. Wewe ubisho wote unatumia kiswaswadu? Vinatunza chaji na sio rahisi kwa mtu kuweza kudukua kama simu nyingine. Naam, G aliandika namba za simu katika simu hiyo na kisha akamkabidhi Gamba. Nipigie pale utakapoweza kuhitaji kuzungumza na mimi. Nashukuru. Usijali. G alimsogelea Gamba na kisha akambusu shavuni. Shukrani. Kwa heri. Okay, bye. Gamba alitoka ndani hapo na kuelekea lilipokuwa gari lake. Aliingia ndani ya gari na taratibu akaondoka hilo eneo. Naam, majira ya 2 kasoro aliweza kufika karibu na nyumba ya Mzee Mashushu. Alisimama kwa mbali huku akiwatazama wanaume wawili wakipiga picha nyumba ya Mashushu kwa nje. Baada ya kumaliza, waliingia ndani ya gari na kuondoka kwa kasi mno. Gamba aliwasha gari na kuanza kuwafuatilia kwa umakini bila ya wao kujua. Walifika kwenye nyumba moja, walisimamisha gari kwenye nyumba moja na wakaliacha gari kwa nje na wakaingia katika geti la nyumba hiyo. Gamba alishuka na kuanza kutembea kwa umakini. Akalipita gari hilo na halikuwa na mtu yeyote kwa ndani. Alichunguza kwa umakini katika kuta za fensi ya nyumba hiyo na kwa bahati nzuri hazina kamera. Akaruka ukuta huo na kuingia ndani ya nyumba hiyo. Gamba alitembea kwa kunyata mpaka sebleni. Kwa uwazi wa pazia lililokuwa limeachwa wazi upande mmoja, akawaona vijana hao wakiwa wamekaa kwenye sofa huku wakinywa juisi. Mkuu, mmoja wao alizungumza huku wote wakasimama. Karibuni sana vijana. Tunashukuru. Kaeni. Wakakaa huku Gamba akimtazama mwanaume huyo wa makamo ya miaka 40 hivi mpaka 45. Kazi imekwendaje? Mkuu, kazi imekwenda vizuri, japo sio sana. Tumeweza kupiga hizi picha. Walizungumza huku akimkabidhi kamera jamaa huyo, na jamaa huyo akawa anapitia. Hamjaona walinzi? Hapana mkuu. Okay, sawa. Hizi ni msaada mkubwa sana. Tunashukuru mkuu. Jamaa huyo alitoa bahasha ya kaki na kuwakabidhi vijana hao. Tunashukuru sana mkuu. Sasa nitumieni kwenye WhatsApp hizo picha sasa hivi. Sawa mkuu. Kijana mmoja akamtumia picha jamaa huyo. Naona hapa zimefika. Sawa mkuu. Basi sisi acha twende. Subirini kwanza. Kazi nyingine nahitaji kuwaonesha. Sawa mkuu. Vijana hawa wakakaa vizuri
huku mwanaume huyo akiondoka sebuleni hapo. Baada ya muda akarudi, na kwa kushtukiza aliwapiga risasi za vichwa vijana hao na wote wakafa. Kitendo hiko kilimshtua Gamba na akajua kabisa mwanaume huyo ni mtu wa hatari mno na ana kazi yake ambayo ameipanga. Naam, mwanaume huyo akampapasa kijana aliyekuwa amepokea pesa, akaichukua bahasha yenye pesa, na ndipo mwanaume huyo akatoa simu yake mfukoni. Mkuu, ya picha za nje nimeshazipata. Ndio nataka kuwatumia vijana wangu waone wanapeleleza vipi na tunavamiaje hapo, ili kesho usiku jambo litakuwa limeisha. Sawa mkuu. Mwanaume huyo alikata simu huku akitazama maiti za vijana hao. Gamba alionekana kunyata mpaka mlangoni, akaupiga teke ule mlango na ukafunguka. Gamba aliingia kwa kasi huku akiruka hewani mithili ya golikipa anayerukia mpira kwa juu. Mwanaume huyo hakuwa mzembe, akaruka nyuma ya kochi huku akiwa anafyatua risasi eneo alipokuwa ameangukia Gamba. Gamba ambaye naye hakuwa mzembe kusubiri risasi hizo ziweze kuingia mwilini mwake. Alichokifanya Gamba ni kuhama eneo la kujibanza kwenye ukuta unaotenganisha sebule na eneo la chakula. Risasi kadhaa zilipiga kwenye ukuta huo aliokuwa amejibanza. Gamba alitazama mezani, akakiona kisu kikiwa kimewekwa pembeni ya chungwa lililokuwa linasubiria kumenywa. Gamba karuka kwa kasi na kunyakua kile kisu huku akibiringika juu ya hiyo meza. Kitendo cha kutua chini upande wenye viti, akaisukuma meza hiyo, ikamkinga na mvua ya risasi zilizokuwa zinapigwa nyuma yake. Risasi hizo zinazotoka bila ya mlio, na hii ni kutokana na kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi kilichokuwa kimefungwa kwenye bastola hiyo, zikamfanya masikio ya Gamba kuwa makini mno kwenye kusikilizia namna jamaa huyo anavyobabaika kuvuta trigger inayotoa mlio wa risasi kuisha. Gamba kwa kasi ya ajabu akanyanyuka huku akiiruka hiyo meza, akamfanya jamaa huyo aliyekuwa amesimama katikati ya sebule amrushie bastola hiyo, na ndipo Gamba akaikwepa huku akimsogelea kwa kasi, na ndipo jamaa huyo akafyatua teke moja lililompata Gamba barabara begani mwake, teke ambalo lilimuumisha Gamba ila akajiwahi kusimama sawa huku akiwa anamtazama mwanaume huyo aliyokuwa anaichezesha miguu yake mithili ya Bruce Lee. Sikiliza jamaa, kabla sija kuvunja viungo vya mwili wako, niambie ni nani? Wewe ni nani? Niambie haraka iwezekanavyo. Mwanaume huyu alizungumza huku akimtazama Gamba. Gamba alikuwa ameshika kisu vizuri mkononi mwake. Gamba alimtisha na mkono wenye kisu kama vile anamchoma, akakwepa, kitendo kilichomkutanisha na teke zito la shingo kutoka kwa Gamba. Jamaa akaenda chini. Alijaribu kusimama jamaa huyu haraka, ila akarudishwa chini tena na Gamba aliyetua kifuani mwa huyu jamaa, tena alitua kwa vigoti vya miguu yake. Jamaa akajikuta na bano mbavu zake zote kifuani, mbavu zikaachia mdogo mdogo. Gamba akanyanyuka huku akimtazama jamaa anavyomwagikwa na damu za mdomoni. Sema, nani amekutuma? Gamba alihoji huku akiitoa simu mfukoni mwa mwanaume huyo aliyekuwa katika hali mbaya mno. Akamgusisha vidole kwenye simu yake hadi akapata kidole kinachofungua simu hiyo. Akatazama namba ya mwisho katika simu hiyo ilikuwa imeandikwa boss. Akaipiga, simu ikakatwa. Ukaingia ujumbe unaosema tuma message. Akajaribu kuituma pesa kwenye namba hiyo na akaona jina ni Hamis. Gamba akajiuliza, kwa maana hiyo ni mwanaume? Gamba alijiuliza. Gamba kasikia geti likifunguliwa, kitendo kilichomfanya kuwai switch ya ukutani. Akazima taa za sebleni na kisha akajibanza ukutani. Akaona wanaume wawili wakiingia ndani hapo. Kwa haraka Gamba kawai mlangoni, akajibanza huku akiwa ameshika kisu mkononi mwake. Akasikia wanaume hao wawili wakiikoki bastola zao, na hii ni mara baada ya kuona mlango ulikuwa uko wazi. Gamba hakutaka kuwapa nafasi ya kujipanga, alijitokeza na akawapa shambulizi la mateke lililofanya wanaume hao waanguke chini. Gamba kwa kasi akamkita mmoja wapo kisu cha kifuani, akakichomoa huku kisu hicho akakirusha kwa mwingine, kikaenda kutua shingoni mwake na kikazama chote. Jamaa akaanguka chini huku akiwa anashika shingo yake. Jamaa alirusha miguu kwa maumivu na pale akakata roho. Gamba alirudi ndani, akaichukua kamera ya vijana waliokuwa wameuawa na kisha akawapiga picha vijana waliouawa na mkuu wao. Kisha akawapiga picha jamaa hao wawili pamoja na mkuu wao aliyekuwa amemuua. Akatembea mpaka getini, akafungua kwa umakini,
akaona gari nyingine ikiwa imesimama kwa nje. Akalichunguza na halikuwa na mtu yeyote ndani. Akatembea hadi ilipokuwa hiyo gari aliyokuwa amekuja nayo, na kisha akaondoka hilo eneo kwa mwendo wa kasi mno. Simu ya jamaa huyo ilianza kuita, na ndipo Gamba akaitazama, akaona ni namba ya bosi. Akaipokea na kuiweka sikioni. Vipi? Ulikuwa unasemaje? Gamba akafunga breki za ghafla, kwani sauti hiyo ilisikika na ilikuwa ni sauti ya Glory. Mbona uongei? Ujue nimejibia hapa, ulikuwa unasemaje? Gamba akakata simu hiyo, akaizima kabisa. Aliendelea kuendesha gari kwa mwendo wa kasi mpaka akafika karibu na nyumba ya mzee Mashushu, na kisha akasimama. Kwa hili Glory ni umevuka mipaka. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akitazama nyumba ya mzee Mashushu. Akaitazama mikono yake iliyokuwa imejaa damu za watu waliowaua. Gamba akaliendesha gari mpaka getini, akafunguliwa. Akalisimamisha gari pembezoni mwa bustani. Akatembea mpaka kwenye bomba lililopo kwenye bustani hiyo. Alianza kunawa mikono yake huku akiwa na hasira vibaya mno. Alijifuta maji kijana Gamba, na kisha akarudi ndani ya gari. Akalivua tisheti lake na kisha akafuta usukani wa gari hiyo, na kisha akaiendesha mpaka eneo la maegesho. Akalifunga gari. Aliingia ndani huku akiwa ameshika tisheti yake mkononi. Akawapita watu sebuleni bila hata kuzungumza chochote. Akaelekea chumbani kwake. Aliingia bafuni. Alianza kuoga huku sura ya Glory ikawa inamjia kichwani mwake. Baada ya kumaliza kuoga, kijana Gamba alitoka sebuleni ambapo familia ilikuwa imejumuika kwa ajili ya kupata chakula. Wewe mwenzetu vipi, kwema? Mama Joe alimuuliza Gamba huku akimtazama usoni mwake. Niko poa. Chakula kiko tayari? Asante. Gamba alizungumza huku akimtazama Glory kwa jicho la kuibia. Gamba taratibu akaitia simu yake mfukoni, akaipiga namba aliyokuwa ameichukua kutoka katika simu ya muuaji aliyemuua. Simu ya Glory ilianza kuita na kumfanya Glory kuitazama kwa sekunde kadhaa. Juliana akamuuliza Glory kwamba wifi, simu yako ndo inaita? Gamba akaikata hiyo simu. Imeshakatwa, Glory alizungumza huku akitabasamu. Gamba akawa wa kwanza kumaliza kula. Kaka Gamba, leo unaonekana una haraka. Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Hapana, nahitaji kupumzika. Sawa. Gamba alinyanyuka na kutoka nje. Akaanza pale kuzunguka eneo la nyumba nzima huku akiwa anatazama kamera zilizokuwa zimefungwa eneo lile. Kaka, vipi leo, mbona unafanya patroni? Mmoja wa walinzi alimuuliza Gamba. Gamba akasema hapana kaka, nanyosha tu miguu. Unajua tena nimeshazoea kufanya kazi za nyumba. Sasa hivi kazi za kuendesha hizi kidogo muda mwingi nakuwa zinanichosha sana. Kaka, shukuru Mungu kaka, upo kwenye hiyo position ya kuendesha mabosi. Sisi huko bado tunaendelea kupiga tu na baridi kaka. Usijali, ipo siku mambo yatakuwa sawa. Poa kaka, ila kaka, yule binti vipi mkuu? Binti gani? Sijui anaitwa nani yule, Juliana yule. Umempenda nini? Kaka, acha tu. Hata kama nikimpenda kazi yenyewe ya ulinzi, unahisi atakubali kuwa na mtu kama mimi? Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu. Mapenzi sio mpaka uwe na pesa. Kikubwa tu muombe Mungu akupatie mwanamke wa ndoto zako. Ila kweli kaka. Ndugu yangu, siku mwema bwana. Nawe pia kaka. Gamba akaelekea lilipokuwa gari, akafungua na kuitoa simu na kamera alivyokuwa mvichukua sehemu ya tukio. Akaelekea chumbani kwake, akawasha pale kompyuta ya Joe. Password tena. Gamba alizungumza huku akifikiria ni neno gani la siri analoweza kuliingiza ili kuweza kufungua kompyuta hiyo. Akaandika jina la Joe na kompyuta haikufunguka. Akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akaandika jina lake, na kwa bahati nzuri kompyuta hiyo ikafunguka. Akaiunganisha na kamera kwa kutumia waya wa USB katika kompyuta. Alianza kuzifuatilia picha zilizopo kwenye hiyo kamera. Nikimwambia mkuu hii atamuua. Gamba alizungumza kimoyomoyo. Alichomoa waya wa USB kwenye kamera, akaichukua simu ya mtu wa Glory na kisha akatoka chumbani hapo. Akagonga mlango wa chumba cha Glory. Mlango ukafunguliwa. Kaka. Gamba akapita ndani bila hata kukaribishwa. Glory akachungulia kwenye corridor na hapakuwa na mtu yeyote. Akaufunga ule mlango kwa ndani. Eve Glory,
unajiona wewe ni nani haswa? Sijakuelewa kaka. Glory, ninarudia, unajihisi wewe ni nani? Mimi? Hebu niweke bayana unazungumzia nini? Gamba alitoa simu ya mwanaume aliyekuwa amemuua, akipiga namba ya Glory na pale pale ikaanza kuita kwenye simu yake aliyokuwa ameiweka kitandani. Unahisi wewe unaweza kunizunguka mimi? Gamba alizungumza kwa sauti nzito yenye msisitizo na kumfanya Glory kuanza kujawa na hofu. Nisikilize Glory, kukuacha we hai kusije kukakusababisha ukagharimu maisha ya watu wengine. Nadhani unanielewa ninachokizungumza. Gamba aliongea kwa msisitizo huku akimsogelea Glory. Glory alijikuta akikaa kitandani bila hata kutarajia. Gamba akampa Glory kamera na kisha akaishika. Macho yalimtoka huku akiwa haamini picha anazoziona. Sasa nikwambie jambo moja Glory. Mimi ni muuaji niliyekamilika kwenye kila aina. Hawa panya wako hawa uliopanga nao mpango wa kuja kuivamia hii familia, wote nimewaua. Sasa endapo utapanga mpango mwingine wa kuvamia hii familia na kuwadhuru, basi tambua kwamba mimi nitakuwa wewe na hicho kiumbo chako kilichopo tumboni. Hii ni ahadi ambayo nakupatia. Sasa thubutu tena uone nitakavyokunyonga. Tena kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Mbwa mmoja wewe. Gamba alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Glory kutetemeka mwili mzima, huku jasho likimmwagika, kwani mpango wake aliyokuwa ameupanga na akiamini unakwenda kukamilika. Siku inayofuata mpango wenyewe umeyeyuka kama vile barafu. Bwana, mambo ni moto kweli kweli. Mpango wa Glory kuivamia familia ya Mzee Mashushu na kuwaangamiza. Gamba amefanikiwa kuizuia. Je, Glory atapanga mashambulizi mengine au ataamua tu kukaa kimya? Bwana, ngoja tuendelee tupate kuona nini kinachoendelea. Naam. Gamba alichukua kamera mikononi mwa Glory. Glory alikuwa anaendelea kutetemeka. Alitoka chumbani hapo na kisha aliingia chumbani kwake. Usiku mzima Gamba hakupata lepe la usingizi. Gamba alikuwa akitafakari hatua ambazo Glory atazipiga mara baada ya kumdhoofisha kwenye huu mpango wake. Alfajiri na mapema akawa wa kwanza kutoka ndani, akasaidiana pale na kijana mpya wa bustani kumwagia maji ya maua ya bustanini. Kaka Gamba, niambie dogo. Au basi kaka, zungumza tu. Najisikia vizuri leo, unanisaidia kaka. Usijali, hii mimi mbona ilikuwa ni kazi yangu. Kaka kweli? Ndio hivyo, kuwa tuna amani. Nashukuru sana kaka Gamba. Gamba alimwona Mzee Mashushu akitoka ndani huku akiwa amevaa nguo za mazoezi na alikuwa anazunguka ile nyumba yake kama kawaida. Alimuita kwa ishara na Gamba akaenda pale. Akamwambia, ndio mzee. Nisikilize Gamba. Leo saa 4 tutaondoka na ndege kuelekea Mwanza. Kuna vikao kadhaa na wazee fulani hivi, nahitaji uweze kunipeleka. Sawa mkuu. Sasa Gamba, ujiandae, tunakwenda na muda. Kuna haja kubeba nguo kama 2-3 hivi. Okay, sawa mzee. Naam. Mzee Mashushu alianza kuzunguka eneo la nyumba yake, nyumba ambayo ukubwa wa eneo hili ni sawa na viwanja vya sijui viwanja vingapi vya mpira. Ni eneo kubwa mno. Gamba aliingia ndani, alikutana na Mama Jo akiwa anaelekea jikoni. Mama, shikamoo. Marahaba, umeamkaje Gamba? Nashukuru Mungu mama, niko poa. Una kitu unahitaji kuniambia? Hapana, zaidi tu ya safari ya mzee. Ndo hivyo, mimi namwandalia hapa kifungua kinywa. Okay, sawa. Kuna nguo mzee alikuwa amekuja nazo usiku, nimeziweka hapo kitandani kwako na imani zitakutosha. Sawa mama. Gamba aliweza kupandisha ngazi na kuingia chumbani kwake. Akazitazama suti 3 za rangi tofauti tofauti na viatu pia 3 vya kuvalia suti hizo. Mbona kama anaanza tena kurudi kwenye haya mavazi? Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akipitiliza bafuni. Alioga na kisha karudi. Alivalia suti moja nyeusi iliyomkaa vizuri mno mwilini mwake. Alijitazama kwenye kioo huku akigeuka na akawa anajikuta na tabasamu. Wow.
Gamba sasa anaanza kurudi. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akiwa na furaha. Furaha ndo ilikuwa imemtawala moyoni mwake. Gamba alitoka chumbani na watu wote waliopo sebuleni wakamtazama jinsi alivyokuwa amependeza. Kijana, kumbe wewe suti zinakutoa sana. Mzee Mashushu alizungumza huku akitabasamu. Kiasi chake mzee. Sio kiasi chake bwana, umependeza sana bwana. Nashukuru sana mzee wangu. Sawa, sasa wewe piga msosi, mimi naenda kujiandaa. Sawa. Gamba alikaa kwenye moja ya kiti. Mnaendeleaje jamani? Salama, Juliana alitikia huku akiwa na tabasamu. Mama Kijacho, vipi na wewe unaendeleaje? Salama tu shemeji. Gamba aliwatazama wanafamilia hao na kisha alitabasamu. Gamba, leo unaonekana una furaha sana kaka Gamba. Juliana aliuliza hilo swali. Furaha yangu kwanza ni kuvaa suti na viatu vipya. Furaha yangu ya pili ni kupanda ndege. Wote wakacheka. Hapo kweli furaha lazima iwepo. Mama Jo alizungumza huku akimtazama Gamba, ambaye hivyo vyote alivyovizungumza ulikuwa ni uongo mtupu. Gamba alimaliza pale kifungua kinywa na kisha alitoka nje. Oya Gamba, tulikuwa tunakusubiria wewe tu. Mlinzi mkuu wa mzee Mashushu alizungumza. Okay. Gamba alisema hivyo huku akiwatazama walinzi 6 waliokuwa wamevalia suti nyeusi za kufanana na suti yake. Bwana, wewe ndo dereva mkuu wa mzee na pia wewe ndo mlinzi wake kwa sasa. Okay, sawa. Lakini jambo la kuzingatia ni kukumbushe tu kwamba kwa sababu mengi mlishafundishwa kule mlipopelekwa. Ni kweli. Jambo la kwanza ambalo nataka nikukumbushe Gamba, hakikisha kwamba nidhamu binafsi inakuwepo. Unapowalinda VIP, lazima akili yako iwepo eneo la tukio. Mazingira ya matamanio, hususan wanawake na vitu vingine kama pombe, unatakiwa kuiweka pembeni. Lakini jambo lingine, inatakiwa bastola yako ya kazi kuanzia sasa hivi. Hii hapa. Na hizi hapa ni magazini zake 2 ambazo zote zimejaa risasi. Silaha hiyo na kupatia ni kwa ajili ya ulinzi wa mkuu na sio kwa ajili ya kuatishia watu pasipo sababu za msingi. Nadhani unanielewa Gamba. Nakuelewa. Hii naamini unaijua kazi yake. Mlinzi huyo alimkabidhi Gamba earphone maalum. Gamba alipokea earphone wanazozitumia walinzi wanaowalinda viongozi na watu mashuhuri. Sasa hii unatakiwa uivae na sisi sote hapa tutakuwa tunawasiliana. Mimi ndiye nitakayekuwa ninatoa amri ambazo ninahitaji kila mmoja wenu anisikilize. Gari tunazoondoka nazo ni zile pale 3. Ila Mwanza pia tutakuta gari nyingine ambazo ni 3 kama zinazofanania na hizi. Sawa? Sawa. Simu zote tukiwa kwenye safari zitolewe sauti. Utafuatilia simu yake pale tu VIP akiwa kwenye mapumziko au tukiwa katika wakati wa kula. Gamba, begi lako la nguo. Zipo ndani. Changamka bwana, tuna dakika 10 tu Gamba. Mbona unakuwa mzembe? Gamba ilibidi arudi ndani. Aliingia chumbani kwake na akakuta pale begi kitandani mwake. Akalifungua na akazikuta suti 2 zikiwa zimewekwa vizuri, huku kukiwa kuna perfume pamoja na saa nzuri. Kutokana na muda wake ni mchache, akalifunga begi hilo na kisha alitoka. Gamba, mzee Mashushu alimuita walipokutana kwenye corridor. Ndio mzee. Hapo mzee Mashushu akamkabidhi Gamba briefcase. Utaingia nayo kwenye gari. Sawa mzee. Gamba alishuka kwenye ngazi na akakutana na Glory. Gamba alisimama pembeni ya Glory. Akamsikiliza naondoka. Ila usijisaulishe. Endapo utafanya upuuzi wote nitakuwa. Nadhani umenielewa. Najua unaweza kunitisha kwa sasa. Ila sina cha kupoteza. Sitomdhuru yoyote. Ila siwahakikishii usalama wa kama mtarudi mko hai huko mwendapo.
Glory mara baada ya kuzungumza maneno hayo alipandisha ngazi haraka haraka na kisha akakimbia na kumfanya Gamba mtazame kwa macho makali mno. "We Gamba wewe," Mama Joe alimuita. Hii ni mara baada ya kumwona Gamba akimtazama sana Glory. Gamba alishuka ngazi. "Kwani kuna nini kinachoendelea? Mbona unamtazama sana yule binti?" Mama Joe alizungumza huku akimtazama Gamba machoni mwake. "Mama, hebu waambie vijana wasicheze mbali na hili eneo. Huyu msichana sasa anaanza kutokumwamini." "Hilo mimi nimeshalifanya mbona?" "Kweli, siku zote usalama wa familia yangu ni muhimu sana kuliko chochote, na ndio maana nimekuingiza wewe kwenye hii timu." "Na okay, sawa. Kuwa makini, jua umeanza kazi rasmi." "Sawa." "Kaka Gamba, umeona zawadi yangu?" "Ipi tena Juliana?" "Perfume." "Ndio Juliana, nashukuru sana." "Nikutakia safari njema." "Asante." Gamba alitoka nje huku akiwa amebeba briefcase pamoja na begi lake la nguo. Akaliweka nyuma ya gari analoliendesha, huku briefcase hiyo akiingiza ndani ya gari na kuiweka siti ya nyuma. "Madereva wote ndani ya gari." Mkuu wa walinzi hao alizungumza na Gamba aliingia ndani ya gari, huku madereva wengine wawili wakiingia katika gari mbili ambazo gari moja hapo ipo mbele ya gari ya Gamba na gari nyingine ipo nyuma ya gari ya Gamba. Wakamwona mzee Mashushu akiagana pale na mke wake pamoja na binti yake Juliana. Mlinzi mkuu akamfungulia mzee Mashushu mlango wa nyuma wa gari aliyokuwa anaiendesha Gamba. Akaingia huku mlinzi huyo akiingia na kukaa siti ya mbele pembeni na siti aliyokuwa amekaa Gamba. Safari ilianza kwa mwendo taratibu, na kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo jinsi walivyozidi kuendesha gari hizo kwa mwendo ambao unafanana. Walifika uwanja wa ndege wa JK Nyerere, wakapita eneo wanalopita viongozi wa kiserikali, wakaingia katika ndege ya abiria ila daraja la juu ambalo hukaa watu wenye uwezo. "Gamba, hebu njoo kae hapo." Mzee Mashushu alizungumza hivyo na Gamba kakaa siti pembeni yake. "Unajisikiaje leo kusafiri kwa mwewe?" "Raha sana mzee. Haya ndio maisha ambayo unayaendea hivi sasa." "Nashukuru sana mzee. Naweza nikauliza kitu kidogo?" "Bila shaka." "Ratiba ya Mwanza ipoje?" "Kwanza kuna kikao kikao hiko kitakachofanyika majira saa 7 hivi za mchana, na baada ya hapo tutaelekea kwenye kijiji kimoja hivi. Kuna mzee wa mila ninamfuata. Si unajua nyakati hizi za uchaguzi mambo ya mila ni lazima kuyafanya. Si unajua sisi ni Waafrika." "Ni kweli kabisa." Hivyo ndio vitu vya umuhimu sana tunavyovifuata Mwanza. Kwa mzee huko tunaweza tukakaa hata siku 2. "Okay, sawa." Wakatangaziwa wote kufunga mikanda ya seti zao, na taratibu ndege ilianza kupaa, na baada ya muda ikaacha ardhi na kupaa angani. Ndani ya lisali 1.5 ndege ilitoka katika uwanja wa Mwanza. Mzee Mashushu na walinzi wake wakashuka kuingia katika gari nyingine, Range Rover, kama walizokuwa wameziacha uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam. Safari ya kuondoka uwanjani hapo ikaanza, huku Gamba akiendesha gari lilokuwa amelipanda mzee Mashushu. "Kipanga, mkuu, leo waambie watu wa hotelini waniandalie sato aliyepikwa na rosti pamoja na ugali." "Sawa mheshimiwa." Kiongozi wa walinzi huyo alijibu huku akitoa simu kwenye mfuko wa koti lake. Alipiga simu hotelini kwa meneja na akatoa maelekezo hayo. "Gamba, usishangae bwana, hapa ndo Mwanza. Nina hoteli kubwa za nyota 5 kama 4. Hivyo tunafikia kwenye hoteli yangu pia." "Hongera sana mzee." Gamba alizungumza huku akitabasamu. Walifika kwenye hoteli moja ya ghorofa 20. Wakapokelewa pale kwa heshima na wafanyakazi wakiongozwa na mkurugenzi wao. Mzee Mashushu na walinzi wake wakaelekea eneo la mapumziko, huku mizigo yao ilipelekwa vyumbani. "Mkuu, wanauliza unakula kwanza au unaingia kwanza kwenye kikao?" "Anaingia kwanza kwenye kikao kwanza." "Sawa." Mlinzi huyu afahamikae kwa jina la Kipanga akatoa maelezo hayo kwa meneja wa hoteli. Muda wa kikao uliwadia na mzee Mashushu akaingia katika ukumbi wa mkutano na walinzi wawili, Kipanga pamoja na Gamba, huku walinzi wengine wakibakia nje.
Kikao hicho kinachoandaa mazingira ya kampeni ya Mzee Mashushu zitakavyoendeshwa katika jimbo lenye ushindani mkubwa mno. Gamba aliendelea kusikiliza hiko kikao na watu 12 huku Mzee Mashushu akiwa ni mtu wa 13. Sasa jamani, hizi ni mambo za siasa, lazima tuteke akili za wananchi. Kauli mbiu yetu iwe wananchi na maendeleo. Jamani, hiyo kauli mnaonaje? Kwa hapo wananchi watajua wao, si tutawapa maendeleo tunajifanya tuko upande wao. Mzee mmoja ambaye ni mwenyekiti wa maandalizi alizungumza huku akiwa anamtazama Mzee Mashushu. Wananchi na maendeleo, hiyo sijavutiwa nayo. Mwenye kauli mbiu ambayo itatupatia nguvu kwa wananchi iwe kauli mbiu ya kisasa kwenye jimbo letu, kwa sababu ushindani ni mkubwa jamani. Na ukiangalia pale anashikilia jimbo, yule ni mpinzani. Mzee Mashushu alizungumza na kuwafanya watu wote wakakaa kimya, wakawa wanatafakari kauli mbiu atakayoingia nayo kwenye kampeni. Mkuu, vipi hii kauli? Chagua Mashushu kwa kesho iliyo bora. Hapana, hiyo sijaipenda hiyo. Hiyo ina ubinafsi hiyo. Mimi nataka yenye kuleta maendeleo kwa wananchi. Sasa hapo mkuu, basi twende na kauli mbiu inayosema maendeleo kwa kila mwananchi. Hiyo vipi mkuu? Hiyo imekaa kiuongo sana. Unajua wananchi sio wajinga. Unajua mimi nataka wananchi ninaoenda kuwaomba kura wafurahi kwa kile ambacho tunakwenda kusimama nacho. Mbona mpo kimya? Sasa sikilizeni. Kila mmoja anahitaji aandike kauli mbiu 5 na kisha kesho kutwa anahitaji tuonane tena hapa. Tutazichambua kwa pamoja na tutapata moja ambayo itatupa uhakika wa ushindi kwa wananchi. Sawa mkuu. Basi mimi nawashukuru kwa kuja kwenu. Mzee Mashushu akafungua pale briefcase yenye vibunda vya pesa na kisha alianza kumpatia kila mjumbe kikao hicho kibunda cha pesa, na wote walijawa na nyuso zenye furaha. Tupambaneni jamani. Tunaelewana, tupambane mimi nipate huu uongozi. Sawa mheshimiwa, uongozi wa kwako. Walijibu kwa kutabasamu wajumbe hao, na kisha walitoka ndani ya huo ukumbi wa mkutano. Gamba, kikao changu unakionaje? Kimekwenda vizuri ese. Mzee Mashushu alinyanyuka na kisha akaiegemea meza kubwa iliyopo eneo hilo. Mnaonaje Gamba, unawaonaje hao wajumbe wangu? Ni shauri kama baba na sio bosi. Unajua mimi nakitegemea sana kichwa chako. Kwa jinsi nilivyowasoma wajumbe wako, baadhi yao wapo kwa ajili ya kukutumikia tu, na wengine wapo kwa ajili ya kuweza kufanya maslahi yao na kutoa siri za kikao chako. Hapo Mzee Mashushu alikunja mikono yake kifuani huku akimtazama Gamba. Unajua mzee, wapo wanaoshirikiana na wapinzani kwa mtazamo tu, na wapo ambao wapo kwa ajili ya kuweza kujua nyenendo zako pamoja na kutengenezea kashfa ili tu TAKUKURU waanze kukufuatilia. Yaani kwa kifupi mzee, katika wajumbe wako wapo na masnitch pia. Gamba, wewe yote hayo umejuaje? Nimewasoma tu kama nilivyomsoma Nguchiro. Aise kweli. Hiyo taaluma yako Gamba ni nzuri sana. Unajua Gamba, nilisahau kukwambia, Nguchiro bwana amejiudhuru kwenye nafasi yake. Ameteuliwa mtu mwingine ambaye ni mshikaji wetu sana. Hivyo hali imerudi kwa shwari. Sawa. Mimi nimekusikia. Sasa hao wasaliti kwenye hii timu wapo wangapi? Wapo 8. 8? Ndio mzee. Kama utaniruhusu nipe muda wa kukutafutia ushahidi kabla ya kuweza kuchukua maamuzi. 8 mbona wengi? Sasa sikiliza Gamba, hebu fanya hivyo. Na yeyote ambaye atakuwa ni msaliti, nahitaji umuue. So, wewe kuua si unaweza? Sawa mzee. Gamba alijibu kwa kujiamini na kumfanya Mzee Mashushu kutabasamu, kwani alikuwa amejiandaa kwa muda mrefu kwenye kugombania ubunge, kitu ambacho hataki kimponyoke kirahisi. Na mtu atakaye mkwamisha kwenye kugombania ubunge wake, adhabu yake ni kifo. Ebona sasa Gamba rasmi ameanza kazi ya udereva wa Mzee Mashushu. Wamefika mkoani Mwanza na huko tena alipewa kazi tena kuchunguza masnitch.
Lakini vipi, je, ahadi ya Glory ya kwamba huko anakokwenda hawatorudi salama? Glory alimwambia Gamba, si mnakwenda huko mnakokwenda, lakini amini maneno yangu, hamtorudi salama. Patamu hapo. Ebu jamani, tupateni kwanza chakula kidogo. Mzee Mashushu alizungumza na wakatoka katika ukumbi huo wa vikao na kuelekea eneo walilokuwa wameandaliwa chakula, na wakaanza kula, huku kwa mara kadhaa Gamba alikuwa akimtazama mmoja wa walinzi anayechati na simu yake. Kutokana na uwezo wake mkubwa kwenye masuala ya upelelezi, Gamba aliweza kumsoma kidole chake kinavyoandika ujumbe ule wa message. Gamba alihisi tu yule jamaa atakuwa anaandika ujumbe unaosomeka kwamba bado hatujatoka, nitakushtua. Gamba aliweza kuisoma message hiyo kwa namna tu yule jamaa vidole vyake alivyokuwa anavichezea kwenye ile simu. Naamini vijana wako wako tayari. Naam, ilikuwa ni kauli ya Glory. Huu ni upande wa pili ambapo Glory alikuwa anaonekana kuzungumza na simu huku akiwa amekalia siki la chooni, choo kilichopo chumbani mwake. Ndiyo mkuu. Utanipatia ripoti? Hakuna shaka. Kwa hili sitosahau kwa msaada wako. Na okay, sawa. Glory mara baada ya kutoa maagizo hayo akakata simu. Tuone kama kwenye hili utatoka mshenzi wewe. Glory alizungumza huku moyo wake ukiwa umedhamiria kulipa kisasi tu, naambiwa. Alimaliza kujisaidia pale haja ndogo, akajisafisha na kisha akatoka huko mahali watoni. Wifi, hodi. Juliana alibisha hodi huku akiwa anafungua mlango. Glory akamkaribisha kwa kumwambia karibu wifi. Asante, unaendeleaje wifi yangu? Hii mimba inanichosha tu. Ni hali ya kawaida wifi yangu Glory, kwa maana kwamba mama yoyote mjamzito huwa na hiyo hali, lazima imtokee. Ni kweli. Glory, mimi nimekuja bado tupige tu story. Si unajua tena nipo mpweke. Kwani wewe haurudi tena mkoani? Unajua dada Rozi amerudi Marekani. Hivyo kwa sasa mimi nitaendelea tu kukaa hapa kwa muda mpaka pale wazazi wangu watakapoendelea kuwa salama. Yaani hadi nimuone shangazi yangu. Naam, wote walijikuta wakicheka. Juliana alikuwa akimaanisha kwamba mpaka Glory atapojifungua ili apate kumuona huyo mtoto. Hivi, wifi yangu Glory, una mazoea na Gamba? Hapana. Unajua Gamba ni mtu ambaye sio rahisi kumsoma. Ni kweli, ila nikahisi labda ukaribu wake na Joe labda unaweza kumfanya na wewe pia uko karibu naye. Hapana. Ila Juliana, kwa nini umeniuliza hivyo? Wifi yangu Glory, unajua mimi nimempenda sana yule kaka. Wow. Kweli. Haki ya Mungu. Unajua mimi nimekuwa na wanaume tofauti kabla ya kukutana na Gamba. Ila siku ya kwanza tu kumuona Gamba moyo wangu nilisikia vile umeganda fulani hivi. Nilivutiwa naye, jamani. Juliana, ila umemweleza Gamba kama unampenda au bado? Nimemweleza. Ila ameniambia eti nimpe muda sijui nifikirie. Na ulivyokuwa mzuri hivyo Juliana, kweli wifi yangu. Yeye ndo mwanaume wangu wa kwanza kumweleza hisia zangu na akaniambia nimpe muda. Mpaka nikahisi ana mtu. Ila nilivyompeleleza, mama na baba wakanithibitishia kwamba Gamba hana mtu yeyote. Unajua mimi nimeshangaa sana. Kwa sababu wanaume karibia wote ambao mimi nilikuwa nao, mtu mnaanzisha mada na muda huo mnajikuta tu mnakisi nini na nini. Lakini kwa Gamba imekuwa tofauti. Wifi yangu, samani kwa hili ambalo nitalitumia kulizungumza, ila tu hao wanaume walikuwa wanakutana ni wahuni tu wifi yangu. Ila kweli kutokana kwamba mimi nimempenda Gamba, basi mimi nipo tayari kuendelea kumsubiria mpaka pale atakapokuwa sawa kukubali kuwa na mimi. Kiukweli muombe tu Mungu. Si unajua kwamba wanaume wenyewe wa uhakika wapo wachache. Wengi wamekuwa ni wahuni tu, hata hawaridhiki na mwanamke mmoja. Ni kweli wifi yangu Glory. Alafu Glory, kuna kitu mimi nataka kukuambia tu kuhusiana na mama. Kitu gani? Wewe mama mchukulie poa tu kwa namna unavyomwona, bado ana uchungu na mtoto wake Joe. Na istoshi alikuwa ndo kitinda mimba na mazingira yaliyotokea anahisi nawe pia umehusika. Hivyo wewe mpotezee tu mama.
Akijinunisha wewe mpotezee. Juliana, mimi naelewa hilo. Wala tusijali wifi yangu. Mimi najisikia vibaya kushuhudia nilichokishuhudia kwa mpenzi wangu Joe. Mwanaume niliyempenda mpaka kukubali kubeba mimba yake. Ila sikuwa na namna zaidi ya kuweza kukubaliana na hali halisi ya mambo. Ila naamini ipo siku tu mama atanielewa. Atakuelewa. Wewe kuwa na wifi yangu Glory, uwe na amani. Na mimi nimekupenda. Kwa sababu huna tabia, huna tabu na mtu, huna tabia mbaya. Nashukuru wifi yangu Juliana kwa kunipenda. Leo ikiwezekana tutoke. Wifi yangu na hedi tumbo. Ukachangamshe miguu. Twende tabichi kukaa. Unajua hapa nyumbani hapa panakuwa bored muda mwingine. Hivyo tukienda sehemu tukarefresh mind. Mimi naamini tutakuwa vizuri. Sawa wifi yangu. Utaniegea basi kwa mama. Wala hata sina shaka. Mama mimi ninamuhimili. Wewe tu na amani. Sawa wifi. Sasa hivi ni saa 8 mchana. Tukae mpaka mida saa 10 hivi jua lipoe twenzetu. Hakuna shaka wifi yangu. Basi acha mimi nikuache upumzike. Mimi kuna email 2 nataka nikazijibu huko. Nimeziacha. Haya wifi yangu. Juliana alitoka ndani hapo na kumwacha Glory ambaye amekaa mkao wa kula kusikilizia majibu kutoka kwa mtu anayeshirikiana naye. Naam, msikilizaji. Upande wa pili, safari ya kuelekea kisiwa cha Ukora ilianza huku gari zikiendeshwa kwa mwendo wa kasi ili kuweza kuwahi pantoni inayoelekea kisiwani hapo. Jamani, tukikosa hii pantoni inabidi tusubiri mpaka kesho au twende kwa mitumbwi kufika kwenye kijiji cha Bukiko. Mzee Mashushu alizungumza huku akitazama saa yake ya mkononi iliyokuwa inamuonyesha umebakiza muda mchache mno kufika eneo la kivuko. Mkuu, tutaiwahi tu mkuu, wala tusijali. Kipanga alizungumza huku akitazama kwenye dashboard ya spidi na msharo wa spidi wa gari hiyo anayoiendesha Gamba ukiendelea kuzisogelea namba za kuelekea kwenye spidi ya 120. Ongezeni spidi, tutembee na 175. Kipanga alitoa maelekezo hayo kwa vijana wake akiwemo Gamba aliyekuwa amekaa pembeni yake. Gamba aliwasha taa pembeni inayoashiria ishara ya kutaka kulipita gari la wenzao lililopo mbele yao. Gamba, unafanya nini? Kipanga aliuliza, ila Gamba hakumjibu chochote zaidi ya kuliovertake gari lilokuwa mbele yao. Akazidi kuwaacha wenzao ambao wanaonekana sio wajuzi sana kwenye uendeshaji wa gari kwa mwendo wa kasi mno. Mzee Mashushu akasema, Kipanga, usiwe na wasiwasi. Gamba anajua nini anachokifanya. Hao madereva wako wengine wazembe. Acha Gamba akae mbele. Mzee Mashushu alizungumza kwa kitabasamu kwa sababu uwezo wa Gamba kwenye uendeshaji wa gari anaufahamu vizuri mno, na ukamfanya sasa hata Kipanga kumtazama Gamba kwa jicho kali mno la hasira kwani amekiuka maagizo yake. Kipanga limaindi. Gamba akawa wa kwanza kufika eneo la kivukoni ambapo zimesalia kama dakika 5 kabla ya pantoni hiyo kuondoka. Akaruhusiwa pale kuingiza gari ndani ya pantoni huku wenzao wakawa wanafika ndani ya dakika 5 mara baada ya Gamba kuwasili eneo hilo. Gamba akafungua pale mkanda wa siti yake huku akiwa anatazama gari za wenzao zilizopo nyuma. Kuna nyakati lazima ufikirie nje ya box ili kuweza kufanikiwa. Gamba alizungumza huku akishuka ndani ya gari na akatazama gari zilizopo eneo hilo. Akaona gari 4 aina ya V8 VX zikiwa na vioo vyeusi kiasi cha kutokuona chochote ndani. Gamba ikabidi arudi ndani ya gari haraka sana. Akasema, mzee, naweza kutazama kidogo mandhari hizi wa? Bila shaka Gamba, kuwa na amani. Naam, Gamba alishuka tena ndani ya gari na alianza kutembea kuelekea mbele zilipokuwa gari hizo 4 huku lengo lake ni kuhitaji kuzichunguza. Akazipita na kutazama jinsi pantoni hiyo inavyotembea kwa mwendo taratibu mno. Naam, Gamba akaanza kurudi alipokuwa amewaacha wenzake. Alifanikiwa kupiga picha kwa watu waliopo katika gari ya mbele. Wanaume wawili wa Kiarabu wakamfanya Gamba kutilia mashaka gari hizo. Akaingia ndani ya gari huku akisubiria kufika katika kisiwa cha kwanza cha Ukerewe kabla kuelekea kisiwa kingine cha Ukora. Gamba, ndio mzee. Unikumbushe tukirudi. Hapo Ukerewe nataka kununua samaki. Kuna samaki Mama Joe anawapenda sana. Sawa mzee. Wakafika kisiwa cha Ukerewe majira ya saa 12 za jioni. Wakushuka wakashuka na wakuingia wakaingia kwenye hiyo pantoni. Ila muda wa Gamba macho yake yote yalikuwepo kwenye gari hizo 4 ambazo hapakuwa hata mmoja aliyefungua mlango na akashuka.
Saa 1:30 usiku wakaondoka katika kisiwa cha Ukerewe na safari ya kuelekea Ukora ikaanza. Network huku nayo pia ni shida kweli kweli. Mzee Mashushu alizungumza huku akirudisha simu yake mfukoni kutokana na mtandao kutokupatikana. Gamba akaitazama simu yake ndogo. Akasema, mzee, hiki kisimu kidogo kinasoma mtandao. Hebu mpigie mke wangu nizungumze naye kidogo. Gamba alitafuta namba ya Mama Jo na kisha kampigia. Ya simu inaita mzee. Gamba alizungumza huku akimkabidhi mzee Mashushu simu. Gamba, ni mimi hapa mke wangu naongea. Oh, niambie mme wangu kipenzi. Salama tu, ndo tunakaribia kufika Ukora. Usiku huu? Ndio, si unajua kwamba Pantoni linakwenda kwa mwendo mdogo mdogo sana. Na Ukerewe pale tumekaa kama nusu saa nzima hivi. Sawa mme wangu, Mungu awatangulie. Amina. Vipi hapo wanaendeleaje nyumbani? Wapo salama tu. Sawa, simu yangu bwana mtandao unakatakata. Wala hata usijali mume wangu, tutazungumza mkifika. Sawa, nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mme wangu. Mzee Mashushu alikata simu na kumrudishia Gamba simu yake. Aise Gamba, asante sana bwana. Tukirudi mjini unikumbushe nikununulie simu nyingine. Hichi kisoswadu chako hiki kimeisha mpaka button. Nashukuru mzee, ila kinaniokoa sana, kinakaa na chaji kuliko hata smartphone. Sawa, ila unatakiwa kuwa na simu hata ya macho matatu kidogo. Hata ikiita mbele za watu basi ukitoa hivi unaonekana wewe ni wa hadhi kidogo. Sawa mzee. Majira ya 2:05 Pantoni lisimama kivukoni katika kisiwa hicho cha Ukora. Gari zikaanza kushuka. Tumefika Ukora. Hivyo safari ya kufika Bukiko itachukua nusu saa. Barabara ni ya vumbi, hivyo unahitaji kila mmoja wenu kuwa macho barabarani. Ilikuwa ni sauti ya mlinzi Kipanga, ndiye mkuu wa ulinzi wa huu msafara wa mzee Mashushu. Alitoa maelekezo hayo kwa vijana wake huku gari hizo zikiondoka taratibu ndani ya Pantoni hiyo. Simu ya mzee Mashushu ikaanza kuita. Niambie kaka. Niambie ndugu yangu, vipi mmeshafika? Ndo tunakanyaga hapa ardhi ya hichi kisiwa. Sawa ndugu yangu, mwambie bwana mzee anirekebishie na mimi bwana mambo yangu bwana. Usijari Rafaeli, kila kitu kitakaa sawa. Mzee Mashushu alizungumza, alikuwa anazungumza na simu na huyu rafiki yake wa kuitwa Don Rafael, huku muda wote macho ya Gamba yalikuwa kwa makini mno kutazama gari 4 zinazowatangulia jinsi zinavyoendeshwa kwa kasi kwenye barabara ya vumbi, huku zikiwa katika mwendo mkali mno. Kipanga, huyu mlinzi mkuu wa huu msafara, akasema, punguzeni mwendo, wanatutimulia vumbi hawa wa mbele, wasijua kina nani hawa. Kipanga alizungumza na dereva wa mbele akapunguza mwendo. Hatuna haja kuharakisha, na istoshe Gamba ni mgeni wa barabara. Jamaa wanaelekea tunapoelekea sisi huko tunapokwenda watu wengi mashuhuri mjini wanakuja kushughulikia huku. Yaani huku ndo kila kitu. Mzee Mashushu alimjibu Gamba huku akikaa vizuri kwenye kiti alichokuwa amekikalia. Gamba alianza kusisimka mwili wake. Akasema hii sio ishara nzuri. Gamba alizungumza kimoyomoyo huku akijipapasa kiunoni mwake ilipokuwa bastola yake. Akaridhika kwamba ipo. Ghafla gari la mbele likafunga breki na kuwafanya wengine wote wa nyuma wafunge breki kwenye hiyo kona, huku ikiwa ni bado kama kidogo tu wagongane. Kipanga ilibidi aulize, kuna nini? Mbona mnashika breki za ghafla? Dereva wa mbele akasema, mkuu, kuna lori huku limeanguka limeziba njia. Dereva wa mbele alijibu hivyo. Gamba akawasha taa zote za mwanga mkali, huku mazingira waliopo ni ya polini. Gamba ilibidi kwanza aichomoe bastola yake. Kipanga akasema, mmoja akashuke bwana, kaangalia huko mbele. Gamba akasema, hii ni hatari ese. Lazima tukaangalie kama kuna majeruhi, kama tunaweza tukapita, au unahisi kwamba tutaendelea kukaa hapa mpaka siku nzima ikiwa eneo lenye hili kisiwani hapa hakuna msaada wote? Kipanga alionekana ni mbishi, alikuwa anazungumza kwa ukali, kwani kitendo alichokuwa amekifanya Gamba na kupewa sifa na mzee Mashushu, hiki kitu Kipanga kilikuwa kimemuma mno na kumfanya Kipanga aanze kuhisi kwamba nafasi yake muda wowote inaweza ikachukuliwa na Gamba. Kwa Kipanga akawa ni mkali na anatoa amri zingine hata za kipuuzi. Nimerudia mara moja,
ashuke mtu akachunguze nini kinachoendelea huko mbele, tuendelee na msafara. Kipanga alisisitiza. Akashuka mlinzi mmoja wa gari ya mbele. Gamba akamtazama huyo jamaa ambaye muda mwingi alimuona akiwa na chati kule hotelini. Jamaa huyu akiwa na bastola yake alimuona akisogelea lori hilo lililokuwa limeanguka hapo mbele. Gamba akamwona kijana huyo akipita kwenye upenyo mdogo uliokuwa umeachwa na lori hilo barabarani. Oya, yupo kwenye gari gani? Mwarabu mmoja aliyekuwa ameshika bunduki kubwa ya kivita huku akiwa na wenzake waliokuwa wamevalia majaketi ya kuzuia risasi waliokuwa wamejificha nyuma ya lori hilo alimuuliza mlinzi wa Mzee Mashushu. Mlinzi huyu wa Mzee Mashushu akasema, Mzee Mashushu yupo kwenye ile gari katikati pale. Ni vema barabara ikafungwa. Oya, fungeni barabara. Mwanajeshi huyu wa Kiarabu alizungumza hivyo, na ghafla miti miwili iliyowekwa tayari kusubiria hili tukio ikaangushwa barabarani. Yaani iliangushwa nyuma ya gari waliopo walinzi wa Mzee Mashushu. Kwa hiyo miti ilivyodondoshwa barabarani ikasababisha barabara kufungwa. Mbele lori limeziba, nyuma miti imedondoshwa. Kwa hiyo wakina Mzee Mashushu wakina Gamba wakajikuta wamewekwa mtu katikati. Kwa mazingira ya eneo hilo la msituni walipo, gari hizo za Mzee Mashushu haziwezi kupita popote. Bila kupoteza muda, bwana, majamaa wakaanza kuzunguka. Gamba na wenzake wakaanza kufyatua risasi nyingi mno kuelekea kwenye magari hayo yote matatu, kitu kilichosababisha wingi wa risasi hizo kuwa ni mithili ya mvua ya mawe. Unaambiwa Mzee Mashushu na vijana wake wamejikuta wapo katikati ya msitu huku wakiwa wamezungukwa, alafu risasi zikawa zinawaandama. Sasa hapa tunachojiuliza, je, Gamba ataweza kumwokoa Mzee Mashushu kwenye hilo eneo? Lakini uzuri Gamba alishaambiwa na Glory, Gamba, huko mnapokwenda kurudi nyinyi hapa salama. Labda sijui itokee mizimu ya wapi, lakini hamwezi kurudi salama. Matokeo yake ndo haya, wamewekwa mtukati, alafu wanapigwa ambush, wanashambuliwa. Sasa swali tunalojiuliza, je, Gamba atamwokoa vipi Mzee Mashushu? Bwana, usikose kufuatilia katika sehemu ya 6 mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver kutoka kwake Eda Zadia G Msulwa. Langu jina naitwa Anko J Masimulizi. Asante na kwaheri.